Ta'riful kalam. Ta'riful kalam, kitu cha mwanzo kabisa ambacho wanaanza nacho watu wa nahwu ni kutoa taarifu ya kalam. Ni kutoa taarifu ya kalam. Kwa nini? Kwa sababu nahwu yote ambayo mtu anaisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kwa ajili ya iqamatil kalam, kwa ajili ya kusimamisha vizuri maneno. Nahwu ambao mwanafunzi anaisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kwa ajili ya kusimamisha maneno. Kwa hiyo kwa ajili hii watu wa nahwu katika vitabu vya nahwu wanaanza na ta'riful kalam, wanaanza na ta'riful kalam. Qala al-musannif rahimahullah, anasema mwandishi Allah tabarak wa taala amrehemu, anasema al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Al-kalam huwa al-lafdhu, kalam ni matamshi, al-murakkabu ni matamshi ambayo yameundwa na maneno mawili au zaidi, al-mufidu yenye faida, al-mufidu yenye faida, bil-wad'i kwa lugha ya Kiarabu. Yani hii lafdh imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Hii ndo kalamu kwa watu wa nahwu, yani haya ndo maneno kwa watu wa nahwu. Maneno kwa watu wa nahwu ni yale ambayo yametimiza haya mambo manne. Kwanza ni matamshi, huwa al-lafdhu, yani ni matamshi. Pili al-murakkabu, ni matamshi ambayo yameundwa na maneno mawili au zaidi. Tatu al-mufidu, ni matamshi ambayo yana faida. Nini maana ya matamshi yenye faida? Maana ya matamshi yenye faida ni kwamba yule ambaye anakusikiliza anakuwa amefaidika na yale maneno, hahitaji ziada kwa ajili ya kukamilisha hayo maneno, hahitaji ziada, hahitaji ziada kwa ajili ya kukamilisha hayo maneno. Hilo ni sharti la ngapi? Naam, sharti la tatu la kalam. Sharti la nne bil wad'i, haya maneno au hii lafdh iwe ni lafdhi ambayo imekuja kwa lugha ya Kiarabu, iwe ni lafdhi ambayo imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Mfano ukisema hivi, dhahaba Muhammadun ila suqi, ameenda Muhammad sokoni. Haya maneno haya, dhahaba Muhammadun ila suqi, ni kalam, kwa sababu masharti yametimia ndani yake. Kwanza ni matamshi, pili yameundwa na maneno mawili au zaidi, tatu yana faida, kwa sababu msikilizaji anapata faida kwamba Muhammad ameenda sokoni. Nne, haya ni maneno ya Kiarabu. Dhahaba ni neno la Kiarabu, Muhammad neno la Kiarabu, ila neno la Kiarabu, as-suqi ni neno la Kiarabu. Kwa hiyo hii ni kalam kwa watu wa nahwu, hii ni kalam kwa watu wa nahwu. Ash-sharh, bada al-musannif rahimahullah bi ta'rif al-kalam. Ameanza mwandishi Allah tabaraka wa taala amrehemu na taarifi ya kalam, yani na kufahamisha kalam. Lianna an-nahwa liiqamati al-kalam, kwa sababu nahwu ni kwa ajili ya kusimamisha maneno. Nahwu ni kwa ajili ya kusimamisha maneno. Mtu ambaye anajua nahwu ndio mtu ambaye anaweza akasimamisha maneno vizuri katika lugha ya Kiarabu.
atasoma vizuri, atazungumza vizuri na atafahamu vizuri, kwa sababu anajua nahwu. Siku moja tupo katika muhadhara, mwalimu mmoja katika muhadhara alishindwa kutafsiri ibara, alishindwa kutafsiri sentensi. Sababu yake ni nini? Sababu yake alishindwa kujua neno moja katika ile sentensi. Akashindwa kujua neno moja katika sentensi. Hili neno ni neno gani? Akashindwa kujua. Baada ya kushindwa kujua, akashindwa kufahamu sentensi nzima. Sentensi nzima yote akamshinda. Kwa hiyo utaweza kuwa na ufahamu mzuri kama unafahamu nahwu, na utashindwa kufahamu kama haujui nahwu, au unaweza ukafahamu vibaya, na utakuwa unasoma hali ya kuwa una makosa mengi, hali ya kuwa una makosa mengi kwa sababu ya kutokujua nahwu. Ndio maana kulikuwa kuna mwalimu mmoja kwenye muhadhara anakosea kwenye kusoma kwa sababu ya kutokujua nahwu. Alisoma hii ibara akasema, katika sababu za kukosa elimu, qillatul kutubu. Akasoma hivi, qillatul kutubu. Alipoona kwamba amekosea, akajaribu kusahihisha, akasema vile vile qillatul kutuba. Yani bado anaendelea kukosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokujua nahwu. Lakini lao angekuwa ni mtu ambaye anajua nahwu, atasoma qillatul kutubi. Qilla ni mudhafu, al-kutubi mudhafun ilayhi, na hii tutakuja kuona mbele inshallah taala kwamba katika lugha ya Kiarabu kuna kuegemeza neno kwenye neno. Lile ambalo limeegemezwa, irabu yake inategemeana na vitendea kazi. Yani yule mudhafu ilayhi, yeye anakuwa ni majrurun abadan, anakuwa ni majruru muda wote. Kwa hiyo huyu bwana akashindwa kusoma vizuri kwa sababu ya kutokujua nahwu. Kwa hiyo katika elimu muhimu sana kwa mwanafunzi ni elimu ya nahwu. Faqala, akasema, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufid bil-wad'i. Kalam ni lafdhi ambayo ni murakkab, ni lafdhi ambayo imeundwa na maneno mawili au zaidi. Al-mufid, yenye faida. Bil-wad'i, imekuja kwa lugha ya Kiarabu, imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Mfano ukisema hivi, hadara dhaifu, amekuja mgeni, hii ni kalam kwa sababu ni lafdh. Ukisema hadara dhaifu, hii ni kalam kwa sababu kwanza ni nini? Kwanza ni lafdh. Pili, ina maneno mawili. Tatu, ina faida kwa sababu inaonyesha kwamba mgeni amefika. Nne, ni maneno ya Kiarabu. Hadara ni neno la Kiarabu, ni fi'lu madhi. Ad-dhaifu ni fa'il, yani yule mgeni.